Kuongezeka kwa maarifa ndivyo hivyo na watu wanapunguza uwepo wao mbele za Mungu. Alafu yale maarifa yanayoongezeka ndo yanakuwa kipaumbele katika mioyo ya wanadamu kuliko kuwekeza mambo ya kimungu katika mioyo yao. Sikiliza nikwambie, yapo maarifa ambayo yanaongezeka, na hayo maarifa yana kasi kubwa sana, na kasi yake ni kukamata wewe, kuondoa kile kitu cha Mungu kilichopo ndani ya nafsi yako na kuweka maarifa hayo yanayoongezeka. Sikiliza nikwambie, kwenye kitabu kile cha Daniel ile sura yake ya 12 mstari wa 4, kwenye habari za siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kweli maarifa yataongezeka, na maarifa tayari yameshaongezeka, lakini miongoni mwa maarifa yanayoongezeka yanaenda kuharibu kanisa, lakini yanaenda kuharibu moyo wako wewe. Pale ambapo ulikuwa umemweka Roho Mtakatifu unamuondoa, alafu yanaingia hayo maarifa ambayo kwa sisi tunaamini kuwa yanamwakilisha Kristo. Kumbe ndani ya hayo maarifa hayana utukufu wowote mbele za Bwana. Yapo maarifa mengi sana ambayo kwa sasa tayari yameshainuka na tayari yameshalikumba kanisa, tayari kanisa limeshadondoka. Yaani tayari kanisa sasa hivi halina tena ile misingi ya kimungu, bali limebaki kwenye misingi ya maarifa yanayotokea ulimwenguni. Sikiliza nikwambie, leo nazungumza tena kwa mara nyingine na kwa nafasi nyingine ambayo Mungu ameweza kunipa. Yapo maarifa ambayo yameibuka duniani, na haya maarifa yamekuwa kipaumbele. Wengine wamekuwa wakiyatumia kwa sababu eti ni maarifa, ni utandawazi, ni kitu kizuri. Haya maarifa wanayatumia watu kwa sababu yana kitu ndani, wanaamini kwamba hicho kitu ndio kinamwakilisha Mungu. Ngoja nikwambie, moja ya maarifa ambayo yameinuka duniani tukiamini kwamba ni maarifa ya kimungu, kumbe ni mpango wa shetani, ni mpango wa kuzimu, ni hili neno la AI. Narudia tena kwa mara ya pili leo, narudia kwa mara ya pili. Ewe Mkristo unayenisikiliza, marufuku kusikiliza kitu chochote kilicho mfumo wa AI. Kinachonishangaza ni kwamba mpaka watumishi wa Mungu wanadiriki kuingia kwenye mfumo wa AI. Wanasema ya kwamba tunamtambulisha Mungu, tunasukuma injili kupitia mfumo wa AI. Eti ni maarifa yaliyotokea, tunataka tuyatumia haya maarifa kuieneza injili. Sikiliza nikwambie, wewe hauenezi injili, bali unamtangaza shetani kupitia huo mfumo wa maarifa yanayoongezeka. Tumejaribu kusikiliza nyimbo za AI ambazo sasa hivi ndo zinavuma. Zile nyimbo ukizisikiliza ndani yake hazina utukufu wowote wa kimungu, ingawa zimeimba maneno ya kimungu, ingawa zinamtukuza Mungu hizo nyimbo, ingawa zinamsifu Mungu, lakini hizo nyimbo ukizisikiliza katika ulimwengu wa roho hazina utukufu wowote wa kimungu. Lakini ni maarifa ambayo yameibuka sasa hivi, ni maarifa ambayo tupo nayo, ni maarifa ambayo tayari jamii ya watu wengi wanaamini hayo maarifa, na ndio maana unakuta watu leo wanasikiliza nyimbo hizo za AI. Na hizo nyimbo utakapoanza tu kuzisikiliza, sikiliza nikwambie, ile nafasi ambayo Roho Mtakatifu alikuwa amekaa ndani yako inaanza kupungua. Yaani inaanza kutoka moja baada ya nyingine, inaanza kupungua mdogo mdogo. Baada ya pale alipokuwa amekaa Roho Mtakatifu, tayari inaingia maarifa ya AI, unaanza kupungua taratibu. Sikiliza nikwambie, hii AI ni hatari sana, kwa sababu kuna mtu mmoja nikamwona anasema ya kwamba ameandika wimbo wimbo wake akawaandika, alafu akaweka kwenye mfumo wa AI ikaanza kuimba. Lakini leo tumeenda mbali sana, mpaka wachungaji wanaandika somo, tuseme mtu anaandika somo la upendo,
lile somo la upendo analiingiza kwenye mfumo wa AI, alafu AI inaanza kumsomea, inamtiririshia kila kitu, inamweleza habari ya upendo, upendo ni nini, upendo, kila kitu. Kwa sasa hivi tupo kwenye maarifa ya kutumia AI kuliko kumtumia Roho Mtakatifu, na ndo jinsi ambavyo tunaenda kuanguka. Na miongoni mwa kitu ambacho shetani amekipanga kuja kuharibu ulimwengu, kuja kuvuruga hii dunia tuliyonayo, kuja kuliharibu kanisa, ni mpango huu wa AI. Huu ni mpango wa kuzimu, huu ni mpango wa kishetani, huu ni mpango wa kifilimasoni. Mtakatifu yeyote unayetumia AI, elewa wewe umeshajiconnect moja kwa moja kwenye madhabahu za kuzimu. Na ninaweza nikasema ya kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa kama kitambulisho cha kusimama yule mnyama, cha kusimamisha ile madhabahu ya kuzimu, AI. AI ni miongoni mwa chapa ile 666. Sasa wewe kama umejiconnect huko kubadilisha sura zako, kubadilisha picha zako, sijui kubadilisha mpaka nyimbo, sauti yako unaibadilisha, unaiweka kwenye mfumo wa AI, moja kwa moja wewe unaenda kuingia kwenye mfumo wa madhabahu ya shetani ya 666 kumtukuza shetani. Na ndiko huko tunakoelekea. Sasa tufanye nini kanisa tuliokoe? Tufanye nini kizazi kinachokuja tukisaidie? Tusiposimama au tusipopiga kelele, tusipozungumza, tukaamua tu kukaa kimya, elewa kizazi kinachokuja huko mbele, nawaambieni hakuna kizazi ambacho kitamtukuza Mungu. Kila kizazi kitatumia mfumo wa AI. Kila kizazi kitatumia mfumo wa maarifa. Sikiliza nikwambie, kuna mtu mmoja nimemwona anaishabikia AI, anasema eti sisi watakatifu tuko nyuma sana, kwa sababu tunaamini kila maarifa ni maarifa ya kishetani. Akatolea mfumo sijui YouTube walisemaga ni mfumo wa shetani, mbona tunaitumia? Sikiliza nikwambie, kuna vitu kweli vinaibuka ukivichunguza hivyo vitu, na kweli vina sababu halali kumtukuza Mungu, lakini kuna vitu havipo sawa kumtukuza Mungu. Hayo maarifa yanayotokea, yapo maarifa, akatolea mpaka mfano wa maarifa ya simu, sijui simu inayotengenezwa, wanaotengeneza simu huko hawamjui Mungu, sijui kitu gani. Sawa, hata hii simu ulionayo wewe ni simu nzuri pale utakapokuwa na matumizi mazuri, lakini ni simu mbaya pale utakapokuwa na matumizi mabaya. Hiyo simu inakupeleka motoni, au hiyo simu inaweza kupeleka mbinguni. Kwa hiyo ni wewe jinsi utakavyotumia hiyo maarifa ya simu yako, unaitumiaje? Kwa hiyo tusilete tu eti kwa sababu AI sijui nani kaimba wimbo wa AI unataka wewe ushabikie. Hiki sio sawa, ni mpango wa shetani. Niliuliza, kwani anayeimba hizo nyimbo za AI ni nani? Ngoja nikusomee Biblia hapa. Ngoja nikusomee Biblia kwenye kitabu kile cha Zaburi 115 na ule mstari wake wa 17. Hebu acha tuangalie hapa. Je, tunaruhusiwa kutumia AI au haturuhusiwi? Kwenye kitabu cha Zaburi 115 na ule mstari wake wa 17, Biblia inasema sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao wenye kimya. Sio wafu wamsifuo Bwana. Yaani kumbe wafu hawataweza kumsifu Bwana. Lakini hii AI anayeimba ni nani? Niliuliza, huyu anayeimba AI, nikakwambia pia hata hiyo Biblia ulio download kwenye simu yako ina sauti. Anayesoma hiyo mistari ni nani? Tunajikuta tunaingia kwenye mifumo ya kishetani kwa sababu tu eti inatamka neno la Mungu, eti inatamka jina la Yesu. Shetani anayajua sana maandiko kuliko hata sisi wenyewe.
Shetani anapajua mbinguni kuliko watu wote. Yaani shetani anapaelewa kuliko watu wengine. Kwa hata kuitumia Biblia hashindi. Kwa hiyo hata ile mifumo ambayo tunaisikiliza kwenye mitandao ya AI, sijui wanamsifu Mungu, sijui kitu gani, wanamsifu Mungu. AI ni mtandao wa kuzimu. Tumejiaminisha. Wewe angalia unayesikiliza AI. Hebu jitazame rohoni, wewe ambaye ulikuwa umeokoka kisasa. Jitazame rohoni hapo mwanzoni na sasa hivi ulipoanza kusikiliza AI. Je, upo sawa sawa? Utajikuta kuna mapungufu makubwa sana ulipoanza kusikiliza AI. Mimi nilikuwa nazo nyimbo kwenye simu. Nilipokuja kusikiliza kwa undani, mbona hizi nyimbo tukiziimba kwa vinywa vyetu ni nyimbo ambazo zina utukufu ndani. Watu kweli tunaona uwepo wa Mungu unashuka, lakini kwa nini hizi nyimbo nikizisikiliza hazinipi uwepo wowote? Ndani ya hizo nyimbo hakuna roho wa Mungu, kuna roho wa kuzimu. Kwa ni rahisi sana kukupoteza. Kuwa makini. Maarifa yanayoongezeka duniani, yapo maarifa yanayoongezeka kwa wema, lakini yapo maarifa yanayoongezeka kulibomoa kanisa, kuharibu wanadamu, kuharibu ulimwengu. AI ni mwakilishi wa kwanza kwenda kumwakilisha 666. Hizo roboti zinazofanya kazi, hizo roboti zinazofanya kazi kuimba, hizo roboti zinazofanya kazi sijui kitu gani, tunajiamini kwamba ni watu wa Mungu, wanamsifu Mungu. Sikiliza nikwambie, hakuna kitu kama hicho. Mungu hatumii wafu. Mungu hawezi kuwapa maarifa wafu, afu tuje tusikilize sauti za wafu. Eti tunamtaka Roho Mtakatifu ashuke kupitia wafu. Hakuna kitu kama hicho. Na kama tumeegemea katika upande wa AI, basi dunia ipo mwishoni, ipo ukingoni. AI ni mfumo wa kuzimu. AI ni mpango wa shetani, na huu mpango umekuja maalum kuja kuliharibu kanisa. Tuwe makini. Nyakati tulizo nazo ni nyakati mbaya sana, ni nyakati za hatari sana. Tusipokuwa makini na maarifa yanayotokea, basi tutajikuta wote tunaishia njiani, wala hatutaiona mbingu kwa kupitia maarifa yanayokuja, maarifa ya AI. Mungu akubariki sana. Usitumie AI wewe mtakatifu. Ukitumia AI, kuna namna yoyote ambayo lazima shetani ataitumia kukuwakilisha wewe kuwa wewe ni upo ndani ya madhabahu ya kuzimu. Kwa kuwa makini na hizi zinazotokea sasa hivi. Hii mifumo haya maarifa ni maarifa ambayo hayana utukufu wote kwa Mungu. Langu jina Benjamin Mahenga, tunaangaza pasipo angazika. Amen.